Naam, nikukaribisha tena mpenzi mtazamaji wetu wa Global Buzz TV. Tumaini langu ni kwamba popote ulipo ni mzima wa afya kabisa, umezidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Hapa tuko katika maeneo ya Uvira kama tunavyoendelea kuona mpenzi mtazamaji, kwa gavana mkuu makamo ambaye anayeongoza jimbo la Kivu ya Kusini baada ya M23 kuweza kuteka mji wa Bukavu. Wameweza kuhamisha makazi yao katika mji mdogo ambao ni mji wa Uvira, ambako askari polisi wamekwenda kuandamana kwa mishahara yao ambayo ilikuwa imekosekana baada ya muda wa miezi 3 hadi mpaka sasa walikuwa hawajapata mshahara wao wa mwezi ambao wanatumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kadiri tunavyoendelea kuona hapo mpenzi mtazamaji wako katika ofisi ya gavana makamo wa jimbo la Kivu ya Kusini aitwaye kwa jina la Jean-Jacques Elakano. Hapa pia katika maeneo ya Uvira tumebaki hapo hivyo. Kulikuwa baadhi ya siku hizi ambako kulikuwa baadhi ya vita na vurugu ambavyo vilikuwa vimepitikana katika mji huo wa Uvira, ambako jeshi la FARDC pamoja na wazalendo waliweza kupambana vikali na kuweza kuleta majeraha kwa watu mbalimbali ambao wameweza kubahatika kuweza kupata risasi katika hali hiyo ya uwanja wa vita. Hapa tuko na msemaji wa wazalendo ambaye anakwenda kusema kutokana na hichi ambacho kimekwenda kutokea katika maeneo ya Uvira. Mpenzi mtazamaji wetu wa Global Buzz TV, kama ni mara yako ya kwanza ya kuweza kuangalia video zetu, naomba bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kuacha maoni yako na kuweza kuwasambazia wengine wapate kujua kile ambacho kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilize msemaji huyu wa wazalendo ambaye anakwenda kusema hali ambayo inaendelea kwa sasa katika mji wa Uvira na yale ambayo watakayo kutatua na kuweza kupatana na jeshi la FARDC kwa ajili ya kufukuza adui ambaye amevamia nchi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilize mpenzi mtazamaji, naitwa Jacob Daniel Pascal na kutangazia moja kwa moja katika jimbo la Kivu ya Kusini ndani ya mji wa Baraka. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba uweka emoji ya bendera pale ambapo unapopatikana ili tupate kujua kwamba unatufuatia ukiwa mahali gani na maeneo gani. Mpenzi mtazamaji, acha nikuache uende kumsikiliza msemaji huyu na jemadari huyu ambacho amekwenda kukiongelea kuhusiana na vita ambavyo vinavyoendelea Uvira baina ya jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Pata suluhisho kwa haya hii milio ya risasi ambayo inasikikana. Utajua kwamba kwa wazalendo na kwa raia yote leo ya Kongo nzima kunakuwa ile manque de confiance kwa jeshi letu la serikali la FARDC. Na ukitizama msiku ambazo zimepita, wakati jeshi la FARDC limetoka Nyabibwe wakasema walifanya retrait strategique, wakaanguka mpaka kufikia huku Uvira, retrait ya 500 à 700 km, wamoja walifika mpaka Tanganyika, province ya Tanganyika waliingia. Ile ilipoteza confiance kati ya raia na jeshi la serikali, na kulikuwa hata katika jeshi la serikali wanajeshi ambao walikuja na mamedia kama RFI na zingine ambazo zimetangaza kwamba Uvira imeanguka katika mikono ya M23 AFC. Na wakati wazalendo walikaa chini wakasimamisha Uvira, wakapambana nao na kuonesha serikali kwamba Uvira haijawahi kuanguka katika mikono ya adui. Na kweli mliona, mko washahidi, mliona yaliyopitika katika Uvira, na mpaka gisi wazalendo waliremetre wakarudisha autorite de l'etat. Mpaka leo gavana iko hapa, mpaka wana restore hata wanajeshi, sektere iko, komanda rejo iko, na tabaka mbalimbali zinakuwa hapa. Sasa kunakuwa mambo ambayo yako katika giza ambayo wazalendo hawaelewi, ambayo pia wa operateur plutôt ma services za l'etat regeneratrice de revenus ambazo zinaingiza pesa katika kapu cha serikali, nao wanaingilia kwa kuchongea wazalendo kwamba wanafanya trakasri, wakipita kwa mabiro zao kuwaomba nusu ya pesa kwa kulisha wanajeshi ambao wanakuwa nao. Wale wakuu wakiomba ile, wao wale wa chef de service wanasema ni trakasri. Na wakati ukitizama vizuri, wanaingiza franga katika kikapu cha serikali, wanakula 80% ile pesa,
na wanatoa 20% ndio wanaweka katika kapo ya serikali. Lakini wazalendo wakiomba kama gisi alivyosema rais wa nchi, mobilisation. Sijui kama watu wanaelewa ile terme mobilisation ambayo inasemeka katika constitution ya nchi. Ile mobilisation, tupate chakula, tupigane. Vijana walitoa damu zao, walitoa mili yao, wanaenda kwa mapambano, wanakufa. Lakini utakutana ajili ya gari, sijui walichukua gari ya OCC wanatembea nayo, wazalendo wanaenda nayo katika uwanja wa vita. Wao wanasema kwamba ni trakasiri. Wakiwalomba sijui $50 ili wazalendo wapate hata chakula kidogo, wanaita trakasiri. Wakati wao wako wanachukua pesa zote ambazo zingetumia Kongo nzima, wanazikula na mafamilia zao, wanajenga manyumba Uvira, Bukavu, Goma, Kinshasa, na wengine walishanunua hata Dar es Salaam, ndio mafamilia zao zinaishi leo. Lakini waliotoa damu zao wanaona kama ni wajinga. Hilo ni katika matatizo ambayo yalituma mnasikia milindimo ya risasi. Lakini wanadhani kwamba walianza kwanza na kuchonganisha wazalendo wenyewe. Na unajua katika mbinu za adui wanahitaji kukue mchakato kati ya wazalendo ili adui waweze kupata njia ya kuingia Uvira. Mliona siku zilizopita wazalendo hapa wenyewe kwa wenyewe tulibebana, lakini wakati waliona situation iko maîtrisée, wale machochezi wa ndani, sababu kuna adui wa ndani na wa nje. Kwa sasa tuna mapambano na adui wa ndani, anafanya nguvu zote ili aweze kuchochea tena moto ndani kwa ndani, aone gisi atakamata Uvira. Unajua katika plan za adui anawaza kwamba hawezi akafika Uvira kwa kupitia njia zote alishawahi kupima, hawezi kuingia Uvira. Lakini adui kwa leo anawaza kuingia Uvira kwa kuingiza chachu katika Uvira ili watu watengane kati ya FARDC na wazalendo ili apate njia ya kuingia. Ndio maana tumeomba kwamba kwa Conseil provincial de sécurité élargi yenye tutadiscuter ile maneno tupate suluhisho. Tuliomba kwa meya wa jiji kwa Conseil urbain de sécurité pour que tudiscuter tupate masolution kwa zile maproblème. Leo raia kama gisi unatoka kuzungumuza mpaka sasa wajafahamu kisa. Je, FARDC wazalendo mnatembelea mlengo moja ama kunakuwa malumbano? Kwa sababu mpaka sasa raia wanapenda wajue nyinyi wazalendo mnasema nini. Je, mnawaasire security ipo ama hakuna security? Kwa sababu mpaka sasa wanajiswali masasi melia juu ya nini. Nyinyi mnasema kwamba mnatembea vizuri na FARDC. FARDC nasema mnatembea vizuri, wanatembea vizuri na wazalendo. Sasa risasi hizo mpaka sasa raia wategemee nini kwa muda kama nao? Nimekwambia kwamba incident hizi zikakosa katika watu. FARDC ni jeshi la taifa, ni baba, na wazalendo ni watoto. Nilikwambia hayo kuna mara nyingi na kuelezea. Na hakuna tatizo kati ya FARDC na wazalendo. Kuko probleme ya nini? Ya maentere. Kale ka incomprehension kako diku maentere. X anatembelea Y, anamwambia ukinifanyia garde fou hapa nitakufanyia hivi. Nakwambia kuko ma service paraétatique na kuko ma service étatique za leta zenye zina regenerer recette ya leta, ndio ziko zinataka kuchonganisha wazalendo na FARDC, lakini hawataweza. Na wao wanapitiwa ndani na kuna chachu ya adui anaingilia. Adui hawezi akatuweza. Na mimi nakurashire kama Uvira raia wajue, wapoteze katika fahamu zao kwamba M23 ataingia hapa. Tumefunga kibambazi, M23 hawezi kufika hapa Uvira. Labda tunatumika kwa kuangalia jinsi gani adui tutamkimbiza katika maeneo. Labda ujumbe wa mwisho. Kwa ujumbe wa mwisho nikwambia tu raia yaliyopita kama risasi waliyasikia. Ilikuwa incident incomprehension ambayo ilifanyika kati ya wazalendo na FARDC njia za deployment militaire, lakini ile incident haiko tena. Mengi zaidi watayajua kisha kikao ambacho kitaitiwa na meya wa jiji, ambacho kitaitiwa na gavana, ili wazalendo na FARDC waweze kudiskute maprobleme yao na kupata suluhisho.